Taifa la Iran ni moja taifa ambalo linaendelea kiteknolojia kwelikweli, na anasema hivyo kwa uthibitisho uliopo, manake kwa sasa Iran wametengeneza dawa ya kutibu saratani kwa kutumia teknolojia ya nyuklia. Iran inatarajiwa hivi karibuni kuzindua Alpha-Za. Hii ni dawa ya kwanza ya tiba ya nyuklia ya kutibu saratani iliyotengenezwa nchini humo, inayotumia chembe za alpha, yani alpha emitting radiopharmaceutical, kwa ajili ya kutibu saratani zilizo kwenye hatua za juu ambazo hazijaitikia tiba za kawaida. Kwa mujibu wa Mohamed Eslam, mkuu wa shirika la nishati atomiki la Iran, dawa hiyo inatarajiwa kuingia sokoni hivi karibuni. Eslam amesema Alpha-Za ni miongoni mwa mafanikio makubwa ya Iran katika nyanja ya tiba nyuklia na itapanua uwezo wa nchi hiyo katika matibabu ya saratani yanayolenga moja kwa moja seli zilizoathirika. Dawa hiyo ambayo imepitia miaka kadhaa ya utafiti na majaribio ya kitabibu hutumia mbinu ya hali ya juu ya tiba lengwa ya radionuclide. Maendeleo haya yanaifanya Iran kuwa miongoni mwa idadi ndogo ya mataifa duniani yenye teknolojia ya kutengeneza na kutumia dawa za saratani zinazotegemea chembe za alfa. Kwa mujibu wa mkuu wa shirika la nishati atomiki la Iran, idadi ya dawa za radiopharmaceutical zinazozalishwa ndani ya Iran sasa imezidi 76 na bidhaa hizo zinasambazwa katika zaidi ya vituo 230 vya tiba kote nchini humo. Na Eslam pia ametangaza kuwa dawa 20 mpya za aina hiyo zipo kwenye hatua ya utafiti na maendeleo na zinatarajiwa kuingia katika uzalishaji ndani ya mwaka wa sasa wa Iran. Eslam amesisitiza kuwa uzalishaji na usambazaji wa dawa za radiopharmaceutical umeendelea bila kukatizwa licha ya changamoto mbalimbali. Aidha, amebainisha kuwa baadhi ya dawa zilizotengenezwa Iran sasa zinafikia viwango vya ubora vinavyolingana na bidhaa zinazotengenezwa katika nchi zinazoongoza katika sekta hiyo. Eslam pia amesema Iran inasafirisha dawa hizo nje ya nchi, akieleza kuwa bidhaa za radiopharmaceutical za Iran tayari zimefikia masoko kwenye mabara 5 duniani. Kwa nini umoja wa nyanja ni muhimu kwa Iran na kusambaratika kwake ni muhimu kwa Israeli? Wakati Iran na Marekani zilipokuwa zinakaribia kufikia mapatano ya awali kuhusu kusimamisha vita, utawala wa Israeli kwa mara nyingine tena ulishambulia viunga vya mji wa Beirut na hivyo kuendelea kukiuka makubaliano hayo. Ismail Bagei, msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiashiria mapatano hayo na jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, amesisitiza kuwa Lebanon na kusimamishwa vita nchini humo ni sehemu muhimu isiyotenganishika na maelewano ya kusimamisha mapigano. Baadaye itabainika wazi kuwa vitendo vya kigaidi vya utawala wa Israeli dhidi ya Lebanon imekuwa fursa ya kudhamini zaidi maslahi ya kitaifa ya Iran, muhimili wa mukawama na Lebanon. Vizazi vijavyo vitaona kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na marafiki zake hawakuruhusu vitendo vyovu vya utawala wa Kizayuni vivuruge mwelekeo wetu wa kudhamini maslahi makubwa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Lebanon, na kwamba kwa hakika jinai hizo zilipelekea kuweko mshikamano na nguvu kubwa zaidi ya mrengo wa mukawama dhidi ya utawala wa Kizayuni. Matamshi ya msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaonyesha kuwa umoja wa nyuga unyanja una umuhimu mkubwa kwa Tehran, ambapo jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon pia zinaonyesha kuwa kuzuia kupatikana umoja huo una umuhimu mkubwa kwa utawala huo. Kuhusu swala hili, sababu kadhaa zinaweza kutajwa. Kwa mtazamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, umoja wa nyanja na kuimarisha uhusiano wake na wanachama muhimili wa mapambano ni jambo muhimu katika kuzuia kuvurugika mlingano wa nguvu za kieneo kwa maslahi ya utawala wa Kizayuni. Bila shaka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina uwezo wa kujilinda peke yake dhidi ya uchokozi wowote, na imedhihirisha wazi uwezo huo katika vita vya siku 12 na 40. Kusaidia wanachama wengine wa muhimili wa mukawama kuna maanisha kuendelezwa nafasi chanya muhimili huo kwenye eneo la Asia Magharibi, na pia taadhira zake chanya kwenye kudumisha uwiano wa nguvu kwenye eneo. Katika upande mwingine, na kwa mtazamo wa utawala wa Kizayuni, kuondolewa au kudhoofishwa mwanachama yeyote muhimili wa mapambano, hususan Hezbollah Lebanon, ni hatua muhimu kwenye kuvuruga mlingano wa nguvu kieneo kwa maslahi ya utawala huo. Katika upande mwingine, na kwa mtazamo wa utawala wa Kizayuni, kuondolewa au kudhoofishwa mwanachama yeyote wa muhimili wa mapambano, hususan Hezbollah Lebanon, ni hatua muhimu kwenye kuvuruga mlingano wa nguvu kieneo kwa maslahi ya utawala huo. Kwa hiyo, katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, jaribu kadiri unavyoweza kuvuruga mazungumzo kati ya Iran na Marekani, na wakati huo kujaribu kuzuia Lebanon isiingizwe kwenye makubaliano yoyote kati ya Tehran na Washington. Sasa hayo yakiendelea, Brigedia Jenerali Esmail Khan, kamanda wa kikosi cha Quds cha jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema kuwa vita vya 3 vya kulazimishwa dhidi ya Iran
vimeifedhesha kabisa Marekani na vimeharakisha kuporomoka kwa utawala wa Israeli. Katika mahojiano ya kina Jumatatu usiku, Kamanda Khan alisisitiza kuwa mizizi ya mukawama au mapambano ya Kiislamu kwenye eneo ilianza tangu siku za mwanzo za mapinduzi ya Kiislamu, wakati Imamu Khomeini alipoagiza kuundwa kwa makundi ya mukawama katika maeneo mbalimbali ya eneo la Asia Magharibi. Baada yake, kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei aliendeleza njia hiyo kwa uthabiti na kuyafanya makundi hayo kuwa harakati zenye nguvu zilizokuja kuungana na kuunda muhimili wa mukawama. Amesema harakati hizo zimetia hofu Marekani, madola yote ya kiistikbari duniani na utawala wa Kizayuni. Jenerali Khan amesema leo Marekani inafahamu vyema na utawala wa Kizayuni unafahamu hata zaidi kwamba nguvu inayosimama imara dhidi yao katika mazingira magumu zaidi bila kuondoka uwanjani ni harakati za mukawama. Kamanda huyo kikosi cha Quds cha IRGC amefichua kuwa makundi ya mukawama yalikuwa tayari yameamua muda mrefu kabla ya vita kusimama mstari wa mbele dhidi ya Marekani ili kulilinda Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ametaja kwa namna maalum nafasi ya Hezbollah Lebanon. Amebainisha kuwa harakati hiyo ilipigana bega kwa bega na Iran kwa siku 104 na amesema Hezbollah haiwezi kuvunjwa. Hakuna yeyote anayeweza kusimama dhidi ya Hezbollah ya Lebanon. General Khan amesema kuwa adui wa Kimarekani na Kizayuni amepoteza hadhi kwenye kila eneo alipokutana na wapiganaji wa mukawama. Vilevile mkuu wa idara ya mahakama ya Iran Gholam Mohsen Ejei amesema Iran iko tayari kuendeleza mapambano dhidi ya uchokozi wa Marekani na Israeli iwapo maadui hawatatimiza ahadi zao chini ya makubaliano mapya yaliyotangazwa ya kumaliza vita. Nini hasa ambacho kitaendelea kuibuka katika mlolongo huu ambapo Israeli anaonekana kuendelea kuishambulia Lebanon, huko Iran akitaka Israeli aweze kuzuiwa? Tuendelea kujuzana hatua kwa hatua.